Karibu ndugu mtazamaji wa Kipepeo TV, Digital TV. Karibu, leo tuko katika mahafali. Tuko na mwalimu ambaye atatuelezea zaidi kwamba hii shule iko wapi, inapatikana wapi, wana vitu gani ambavyo wanafundisha, wanatoa nini. Kwa hiyo leo mwalimu atatuelezea kwa uzuri zaidi. Karibu sana mwalimu. Asante. Naomba ujitambulishe majina yako na masomo unayofundisha na wajibu wako hapa shuleni. Asante. Mimi naitwa Mwalimu Matilda Victory. Ni mwalimu wa masomo ya Geography, Historia ya Tanzania na Maadili. Pia nafundisha Social Studies and Vocational Skills. Ndio masomo ninayofundisha. Sawa mwalimu, tunashukuru sana. Na shule yenu hii ya Tumaini Pre and Primary School inapatikana wapi? Tumaini Friends, shule yetu inapatikana mkoa wa Pwani. Ukitokea upande wa Dar es Salaam, unapita Kongoe, alafu unaingia wilaya ya Mkuranga. Ukipanda daladala za Mkisemvule, utashuka kituo cha Bahresa. Baada ya pale, unashuka na njia ya campsite, unakutana na kibao kikubwa kinakuelekeza Tumaini Friends Mshale mpaka shule unafika. Sawa mwalimu. Mwalimu, naomba utuelezee sifa ya shule yenu ambayo iko tofauti zaidi na shule nyingine kiasi unaweza kumshawishi mwalimu mzazi nyumbani akamleta mtoto wake. Ni sifa gani ambazo mnazo tofauti na shule zingine? Asante. Sifa ya shule yetu, kwanza shule yetu ina uhusiano baina ya Tanzania na Ujerumani. Kwa ni ushirikiano wa nchi mbili tofauti ya Afrika na Ulaya. Pia shule yetu inatoa masomo kwa lugha ya Kiingereza. Ina maana watoto wanakuwa wanapata ujuzi wa kutumia Kiingereza kwa muda wote, hata katika mawasiliano mbali na masomo darasani. Pia kwa upande wa ada, kwa mzazi yule ambaye hana uwezo wa kulipa ada ya pamoja, tuna awamu 4 za kulipa ada, ambapo inamsaidia mzazi kulipa ada kidogo kidogo mpaka kufika mwisho wa mwaka anakuwa amemaliza ada yake bila kudaiwa. Sawa. Kwa hiyo mzazi anaweza katoa ada kidogo kidogo kulingana na uwezo wake, au mnampangia kwamba awamu ya kwanza alete kiasi fulani, awamu ya pili alete kiasi fulani? Katika ulipaji wa ada, kila awamu ina ada yake. Lakini kuna muda inatokea mzazi kile kiwango hajakifikia. Ina maana katika ule muda ajitahidi kabla ya miezi 3 awe amekamilisha. Ina maana katika miezi 3 ataruhusiwa kulipa kiwango kile ambacho anakipata, lakini awe ameshamaliza miezi 3. Sawa. Kwa hiyo mwalimu, hapa shuleni mnafundisha lugha ngapi za kimataifa? Kwa hapa shuleni tunafundisha Kiingereza, pia tunapata na wasaa mzuri wa kusoma na Kijerumani. Kumbe kwa hiyo mnafundisha na Kijerumani pia? Ndio. Tunafundisha pia na Kijerumani kwa sababu shule yetu ina uhusiano wa Tanzania na Ujerumani. Mwalimu, nje ya masomo ya kawaida, ni masomo gani ambayo ni ya tofauti mnaowafundisha wanafunzi? Nashukuru. Nje na masomo ya darasani, tulifikiria kwa sababu kwa hali ya sasa hivi kuajiriwa moja kwa moja inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo tunatenga muda wa kuwafundisha watoto masomo nje ya darasa ambayo yatamsaidia hata akimaliza elimu yake, yanamsaidia kujitegemea na kujipatia kipato na kuendesha maisha. Kwa hiyo ina maana mwanafunzi akitoka hapa tayari anakuwa ana msingi mzuri wa kuanza na maisha yake, wa kuendelea na ujuzi mwingine. Yes, anakuwa tayari anakuwa na ujuzi hata kufanya kitu fulani ili kuendeleza familia yake, anakuwa na uwezo huo mbali na masomo ya darasani. Mnapofundisha katika masomo ambayo tunafundisha nje ya darasa, tunafundisha ususi, watoto wanafundishwa kusuka na mambo yote ya kuhusiana na salon. Pia tunafundisha watoto ufinyanzi, kufinyanga vitu kwa kutumia ufinyanzi, udongo wa mfinyanzi. Pia tunafundisha watoto mapishi, kutengeneza bites, kupika vyakula tofauti tofauti na pia bites. Wanajua hivyo. Pia tunafundisha watoto kutengeneza sabuni. Sabuni za maji na sabuni za mche. Pia kitu kingine mbali na hapo, tunafundisha masomo ya kompyuta.
ambayo pia hata mbeleni hata yake akiamua kujitegemea namsaidia, kwa sababu anakuwa tayari ana ile idea ya kompyuta, inamrahisishia katika maisha yake. Kwa hiyo mwanafunzi akitoka hapo kumbe ana ujuzi kamili kuanzia kompyuta, mapishi hadi ujasiriamali kama hivyo wa kutengeneza sabuni. Na batiki vipi? Na zenyewe mnawafundisha kutengeneza? Batiki pia tulianza, ila hatukufika mbali sana kwa sababu ya material. Ila ipo katika vipengele vyetu vyote vya kufundisha. Kwa hiyo mkishaanza kumalizia hizo material tayari mtaendelea nao? Yes, endelea. Asante. Kwa mzazi ambaye anatamani kuja katika shule yetu, awali ya yote tunamkaribisha sana. Karibu sana. Shule yetu inapokea watu wa level ya kipato chochote, ambayo hata kama kipato chako ni cha chini, ndugu mzazi, inakurahisishia kulipa mpaka mwanao akapata elimu ambayo inamtosheleza. Mbali na hivyo, unalipa kidogo kidogo, bado mtoto anajifunza Kiingereza, anajifunza mambo nje ya darasa, pia anakuwa na uhusiano tofauti na wenzie. Pia mbali na hivyo, katika mambo ya shule yetu katika ule ulipaji wa ada, kwa mfano darasa la awali, mzazi akishalipa ada, vile vitu vingine mfano uniform ambayo iko full anaipata shuleni bure. Akishalipa tu ada anapata uniform shuleni bure. Kwa hiyo mnagawa uniform kwa wanafunzi wote? Tunagawa uniform kwa wanafunzi wa madarasa ya awali, baby class, middle na pre-unity. Lakini wa primary ndo wanalipia. Ndugu mtazamaji wa Kipepeo Digital TV, nashukuru sana kwa muda wako. Kufikia hapa sina la ziada, na ukaribisha tena katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mtangazaji Mary Buke, karibu sana.